أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بفضل الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ورضي الله تعالى عن صحابته البررة المتقين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقا في الدين والحقنا بالصالحين. افتح علينا بالحق فأنت خير الفاتحين. اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك. نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المؤلف حفظه الله تعالى نفعنا الله به وبكم آمين. طبعا لو تسكوبي الدور الأول للمجسمة أليس كذلك؟ بلى. الدور الأول دور الموانزو للمجسمة لمجسمة، يعني ستيج يا موانزو المجسمة مجسمة وليانزاليني صح؟ الدور الأول للمجسمة. اعلم فهموا يرحمك الله تعالى من يزمونك وكرحامه أن الإغريق حقيقة هو مغريكي، أن الإغريق حقيقة هو مغريكي أو اليونان أو ما يونان ده هو وغريكي. وغريكي على فكرة ni watu ambao kwamba waliokuwa katika nchi ya Ugiriki. Nafikiri ni nchi sawa mpaka sasa hivi Ugiriki. Tawa, lakini ni ardhi ambayo kwamba ni nchi sasa hivi ama ni sehemu, ni jimbo katika nchi fulani, sikumbuki vizuri, lakini ni watu ambao kwamba walikuwa na akili sana, wanasifika kwa akili sana, bali ndio waanzilishi wa falsafa, ndio waanzilishi wa falsafa. Kina Aristo Thales wanamuita, kina Socrates, kina Plato na wengine wote hawa ni Wagiriki. I'lam yarhamka Allah ta'ala anna al-Ighriqa hakika hawa Magiriki au Yunan au Wayunani, anga taban wao waligawanyika. Kuna wengine katika hawa Wagiriki walikuwa na itikadi za sawa tu, wanampokesha Mwenyezi Mungu na kadha na kadha, kama kina Socrates anavyoeleza kwamba yeye alikuwa ni muwahid na mfano wake, hata baadhi yao wakasema ni mtume. Taban haina nguvu. Kwa hivyo hakika hawa Mayunani Magiriki waliyahuda almujassimata, na Mayahudi ambao kama ni mujassima, sababu kuna Mayahudi ambao kwamba walikuwa katika dini ile ya Kiyahudi, dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, ambao kwamba hawakuchakachola, hawakugeuza maandiko ya Mwenyezi Mungu, wako sawa, lakini walikuja wale baada ya mujassima. Kwa hivyo wanakusudia hapo ni Mayahudi wale mujassima. Ishtaraku hakika hawa wote walishirikiana fi annahum kwa wao wasafu Allah ta'ala, walimsifu Mwenyezi Mungu, watakhayaluhu na wakamfikiria bi annahu ala shakli al-insani, ya kwamba Mwenyezi Mungu yupo katika umbo la binadamu. Fathbatu lahu, wakamthibitishia Mwenyezi Mungu afrada ailatin khayaliyatin, watu wa familia ambao kwamba ni ya kifikra tu, yani si familia ambayo kwamba iko katika uhalisia, lakini ni familia ambayo kwamba ipo katika fikra zao, ipo katika khayali, katika mawazo yao. Kazauja, kama kumthibitishia mke, wal auladi na watoto. Katika hasha anasema waqad radda Allah ta'ala hadha at-tasawwur al-fasida, na hakika aliradi Mwenyezi Mungu hii tasawwur ambayo kwamba ni mbaya. Waqad radda Allah ta'ala, hakika aliradi Mwenyezi Mungu hadha at-tasawwur al-fasida, huku kumfikiria kuliko kuovu, alaihim biyao fi kitabihi al-aziz, katika kitabu chake kitukufu, ilqal, pindi aliposema wa annahu, na hakika ta'ala jaddu rabbina, umechukuka uchukufu Mola wetu mlezi, matakhadha sahibatan, hakujifanyia mke wala waladan wala watoto. Kwa hivyo hao walimsifia Mwenyezi Mungu kwa sifa kama hizi mbaya,
wasafuhu na wakamsifu biannahu yati ya kwamba anakuja, wayadhhabu na yuenda, wayanzilu yuashuka, wayas'adu na anapanda, wayadhahaku anacheka kama sisi tunavyocheka hivi, wayaghdhabu na kasirika. Na yani kukasirika kama infiali. Unajua katika tauhidi unaposema ghadhabullah, nini maana ya hasira Mwenyezi Mungu, nini maana Mwenyezi Mungu yakasirika, nini maana yofurahi? Maana yake Mwenyezi Mungu kasirika ni kile kitendo ambacho kama Mwenyezi Mungu amekiahidia adhabu, amekikemea. Yani ile Mwenyezi Mungu kumwadhibu mtu ndio kumkasirikia, na ile Mwenyezi Mungu kumrehemea mtu ndio kumfurahikia. Lakini sio kufurahi kama sisi hivi mfiali, kwamba ulikuwa katika hali fulani umehama, sasa umekuja katika hali fulani. Ulikuwa katika hali ya kutulia hisia, sasa umekuja katika hali ya kupanda nini hisia zako. La, infial na inziaji hizi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni muhal, sawa. Lakini wao wanapomsifia Mwenyezi Mungu kwamba yaghdhab, manake yanfa'il, yani umeelewana sijui? Wa athbatu lahu a'dha, wakamthibitishie viungo ka a'dha al-bashari, kama viungo vya binadamu, wa annahu ala surati shabin amradin, na kwamba yupo katika sura ya kijana kitoto, au ta'inin fi sinni, au yupo katika sura ya ta'inin fi sinni, mtu ambaye kwamba alopea katika miaka, au ta'inin fi sinni, au aliyopea katika miaka, yani alopevuka, yani yupo katika umbile la mzee. Wengine wanaitakidi hivyo katika Mayahudi. Ta'ala Allah dhalika uluwan kabir. Wa man ta'ammala tilka suwara, na mwenye kupeleleza na kutamali hizo mapicha, wala wahati na vibao, almuallaqata vilivyoangikwa, fil kanaisi katika makanisa, wajada fiha, atapata ndani yake rusuma, ni michoro mbalimbali, minha katika hiyo michoro iliyo katika hiyo vibao vilivyoangikwa makanisani, li sayyidat Maryam, kuna mchoro wa Sayyida Maryam, wa fi hijriha, na katika mikono yake au katika mapaja yake, Sayyiduna Isa alayhi salam, kuna Sayyidina Isa. Wa fawqahuma, na juu yao, sahabun, kuna nini? Kuna kiwingu, yutillu minhu, anachomoza kutoka katika hicho kiwingu, rajulun, mtu, huwa rabbu, ndo Mola, bizamihim taban, kwa madai yao. Taala amechukuka ama yasifuna, kuchukamana na yale wanamsifu, yatakhayaluna yale wanayomfikiria. So ana kwenye makanisa tunaona kuna picha hivi, kuna mwanamke hivi ameketi, ameshika kitoto, alafu juu kuna kiungo, alafu kama kuna mtu yuaje hivi anafanya hivi, ushaona? Sasa maana yake yule ndo Mungu yule anashuka, utamwona anafanya hivi, maana yake yuelea namna hiyo yashuka. Tuko vizuri sana. Hizo ndio itikadi zao, utamwona wameangika lipisho kubwa pale mbele. Hiyo ndo tafsiri yake yani. Bakhayala haulai, na wamefikiria hawa watu, annahu subhanahu, ya kama Mwenyezi Mungu utakatifu ni wake, ama yakulun, kutokamana na wale wanaosema, ala surati maliki, wamefikiria kama Mwenyezi Mungu yupo katika sura ya mfalme, yalbasu taja, na kwamba amevaa taji, wa yajlisu ala kursiyin fakhmin, na ameketi katika jikiti kubwa, kama vile Ibn Taymiyyah anavyofikiria na Muhammad. Wasarraha al-yahudu, na amekawazi Mayahudi, biannahu, ya kama Mwenyezi Mungu, shenzi sana watu, biannahu, ya kama Mwenyezi Mungu, istaraha, alifanya nini? Alipumzika, fil yawmi sabi, katika siku ya saba, baada khalqi samawati wal ardi, baada ya kuumba mbingu na ardhi. Fastalqa ala al-arsh, akalala chali hivi juu ya arsh, kalala namna hii, yani amechoka taabani. Sio mtu akichoka sana hivi ajichupa tu, basi fastalqa ala al-arsh, kalala namna hii, shona kalala chali namna hii. Ila ghairi dhalika, na mengine sio kwa hayo, min khayalatin fasida, kutokamana na mawazo na mafikra ambayo kwamba ni maovu. Waqalu, na hawa Mayahudi mal'uni hawa walisema, li Sayyidina Musa alayhi salam, kuambia Sayyidina Musa, idhhaba anta wa rabbuka, nenda wewe na Mola wako, faqatila, nendeni mkapigane, inna hauna qa'idun, sisi tumekaa hapa tunasubiri. Angalia watu walikuwa shenzi. Nabii Mwenyezi Mungu anaambia Mwenyezi Mungu atawabisha tu wakapigane jihadi,
Bwana sisi hatuendi. Idhhab anta wa rabbuka faqatila. Wewe na Mola wako nendeni huko kapiganeni, sisi tuko hapo tuweke tunawasubiri. Mashenzi. Waqalu ittakhadha ar-rahman walada. Na walisema Mayahudi makafiri hawa, ittakhadha ar-rahman walada, amejifanyia Mwenyezi Mungu mtoto. Waqalu, na walinena, arina Allah jahratan, tuonyeshe Mungu. Ndio maana yake hata ulamai wanapoeleza kwamba, wale ulama wanaeleza kwamba ni mustahili Mwenyezi Mungu kuonekana. Angalia hawa jamaa walipodai haya madai kwamba tunataka utuonyeshe Mungu, tunataka utuonyeshe Mungu. Sumaona walichokipata, kichapo walichokipata. Wote walizimishwa shekhi. Kwa nini wewe arina Allah jahratan? Mambo gani ya kishenzi yani? Waqad qala bimithli qawli haula, na hakika wamesema kwa mfano wa kauli za hawa Mayahudi na Manaswara. Aidan vile vile mujassimatu hadhihi al-umma, mujassima wa ummahu. Spani kiwe taratibu, usikiliza tu maneno. وينقل ابن تيمية في فتاواه، أنا نقول ابن تيمية katika مجموع الفتاوى جلد ya kwanza sahifa 106 al-aqaid, ana nukulu itikadi an al-injili al-muharraf, kutoka katika injili iliyo chakachuliwa na kugeuzwa. Fayaqulu, anasema sisi tunafahamu kwamba injili hii iliyoko sasa hivi imechakachuliwa, imebadilishwa, imegeuzwa. Hafai mtu kunukulu kifungu chochote kinachohusiana na akida na itikadi kutoka katika injili hii iliyoko na akatolea ushahidi, kwa sababu imechakachuliwa. Si maneno ya Mungu yaliyoko mle, ni maneno ya watu ambao kwamba wamechunga wao, si ndio? Lakini Ibn Taymiyyah alivyokuwa mwehu hivyo yonukulu. Fayaqulu, anasema fil injili, hepokelewa katika injili, anna al-Masiha alayhi salam, hakika Masihi amani iwe juu yake, qala, amesema, la tahlifu bis-samai, msiape kwa mbingu, fa innaha, hakika hiyo mbingu, kursiyullahi, ni kiti cha Mungu. Waqala lilhawariyina, na aliwaambia wanafunzi wake wateule, in antum ghafartum linnasi, ikiwa nyinyi mtawasamea watu, fa inna abakum alladhi fi samai, hakika babenu aloko mbinguni, yaghfiru lakum, atawasameeni nyinyi. Yaghfir lakum kullakum, atawasameeni nyinyi nyote. Undhuru ila tayri samai, ngalieni ndege wa mbinguni. Fa innahunna la yazra'na, hakika hawa ndege hawalimi, wala yahsudna, wala hawavuni, wala yajma'na fil hawai, wala hawakusanyi kitu chochote huko hewani. Wa abukum alladhi fi samai, na baba yenu aliyoko mbinguni, huwa alladhi yarzuquhum, ndiye anayewaruzuku. Soma kipadri. Tunasikia neno la Mungu kutoka kwa baba askofu Ibn Taymiyyah. Tunasikia neno la Mungu kutoka kwa baba askofu Ibn Taymiyyah. Haya bwana baba askofu, tuambie. Shuka vizuri sana. Kuna baba kuita baba askofu yeye. Sasa tulete neno la Mungu. Subhanallah. Kwa hivyo Ibn Taymiyyah ananukula asema, wa fil injili, na ipokelewa katika injili. Yani angalia haya maneno amenukulu katika maarifa gani? Amenukulu wakati akiwa anatolea ushahidi ya kwamba Mungu yuko mbinguni. Amenukulu wakati anatolea ushahidi kwamba Mungu yuko mbinguni. Angalia hata injili inasema hivi. Sema injili ndio kitu cha kutolea ushahidi katika masala makubwa na hatari kama haya. Sasa na mkishangaa akili hizi za baba askofu Ibn Taymiyyah, ni mshangaa akili za nani? Wala kuna maaskofu afu kuna nini? Kuna baba mchungaji, si ndio? Ni mshangaa akili za baba mchungaji Ibn Qayyim al-Jawziyya katika kitabu chake Ijma'ul Juyush al-Islamiyya, anapotolea ushahidi anasema kwamba angalia ng'ombe, anasema kwamba ng'ombe huwa haangalii juu hivi anavyosema yeye, lakini wafugaji mimi walinithibitishia kwamba huwa anaangalia. Anasema kwamba Ibn Qayyim al-Jawziyya kwamba toka kile kigombe kilichoundwa na Banu Israeli wakakiabudia, si imeelezwa katika sura al-Baqara, asema toka ile
ovu lilofanyika katika sura ya ng'ombe, anasema mpaka sasa hivi ng'ombe huwa wanamuonea haya kumwangalia Mwenyezi Mungu. Anasema ng'ombe huwa siku zote hawaangalii juu, wanaangalia chini tu. Lakini wafugaji wamenambia mara nyingine huwa anaangalia hivi katika baadhi ya hali. Anasema haangalii juu, anamuonea haya Mungu. Kwa hivyo huu ni ushahidi kama Mungu yuko mbinguni. Hizi ni akili sawa sawa. Katika ijmaa al-Juyush al-Islamia mwisho funueni mtaona. Anasema siku moja kuna farasi alienda sijui pahali, alikuwa ameshikwa na kiu kikubwa, anataka kufa kwa kiu Allah. Sasa basi yule farasi akainua kichwa juu, akawa anaomba Mungu shikwa na kiu ya Allah. Sasa pale mvua ikanyesha. Sasa nani alikwambia kwamba huyu farasi ana kiu? Nani alikwambia huyu farasi ameinua kichwa na muomba Mungu? Haya katika ijmaa al-Juyush al-Islamia mwisho ijmaa al-Juyush al-Islamia si hapa iko chini huko. Tumeanza darasa hapa nitaonyesha. Kwa hivyo anasema qala la tahlifu bis-samaa, asema Masihi alisema msiape kwa mbingu. Fa innaha kursiyullah, hakika mbingu ni kiti cha Allah subhanahu cha Mungu. Asa angalia huyu bwana alivyokuwa mwehu, ananukulu maneno kama haya ya kishenzi na kiovu. Kwa sababu ingekuwa hayaamini ilibidi aleteni nakdi. Na kwa nini unakulu kwanza maneno kama haya kikafiri? Katika hasha anasema mima yadullu, katika yanayojulisha ala anna hadha al-kalama, hakika haya maneno manqulu na imenukuliwa min kitabin muharrafin, kutoka katika kitabu kilicho chakachuliwa na kubadilishwa. Anna al-injil alladhi, hakika injili ambayo kwamba anzalahu Allah ta'ala, ameteremsha Mwenyezi Mungu, huwa kabaqi kutubillah, ni kama baki vitabu vya Mwenyezi Mungu almunazzala, vilivyoteremshwa. Laysa fihi, hakuna ndani yake illa kalamullah ta'ala, isipokuwa ni maneno ya Mungu tu, si ndio? Injili ni maneno ya Mungu tu kama Qur'an. Wa amma hadha al-kalamu alladhi, ama haya maneno ambayo kwamba yazumunahu, wanayadai, fa huwa kalamu sayyidina Isa alayhi salam, ni maneno ya Isa. Walaysa kalamu Allah ta'ala, na si maneno nani? Ya Allah. Ama ilivyokuja imekuja maneno ya Mungu au ya Isa wanavyodai wao. Na tukasema na Isa, lakini wamemnasibishia na Yesu, si ndio? Fatanabahu, zindukeni. Fasualu huna, swali hapa ni kwamba halil injilu alladhi, je injili ambayo kwamba anzalahu Allah ta'ala, ameteremsha Mwenyezi Mungu, waqala anhu, na akasema kuhusu hiyo injili fil Qur'an al-Karim, katika Qur'an tukufu, nazzala alayka al-kitaba bil haqqi, amekuteremshia juu yako kitabu kwa haki, musaddiqan, hali yakuni chenye kusadikisha lima baina yadayhi, kwa yale yaliyoko mbele yake, yani yale yaliyokitangulia Taurati na Injili. Wa anzala at-Taurata, na aliteremsha Taurati, wal Injila, na Injili, min qablu, kabla hapo, hudan linnasi, aliyakuwa ni uongofu kwa watu. Anzala al-Furqana, kisha akateremsha Qur'an. Huwa kalamullah ta'ala, ni maneno ya Mungu haya. Huwa kalamullah ta'ala au huwa ibaratun an kalami sayyidina Isa alayhi salam. Hii Injili anaizungumzia Mwenyezi Mungu hapa ni maneno ya Mungu au ni ibara za maneno ya Nabii Isa? Walaysa kalamu Allah ta'ala, na hiyo Injili si maneno ya Mungu. Naam, sisi tunafahamiana, umeelewa maana yake hapa? Yani hizi Injili zinazonukuliwa zinasema ni alisema Masihi. Aya zote za Injili alisema Masihi. Sasa swali, je, hii Injili ni maneno ya Isa au ni maneno ya Mungu? Ni maneno ya Mungu, Injili yenyewe ya asili, si ndio? Sasa kama maneno ya Mungu, mbona kile ibara yasema Masihi alisema, sasa maneno yake maneno ya Mungu? Kuonyesha kwamba hii Injili iliyoko sasa hivi mfanya nini? Imechakachuliwa, si ile ambayo kwamba aliteremsha nani? Aliteremsha Allah. Sisi tunaelewana? Yaani kama sahihi ya Qur'ani je, amesema mtume. Swali litakuja, maneno ya mtume au maneno ya Mungu? Maneno ya Mungu. Sasa kama maneno ya Mungu, mtume wafuata nini hapa? Hapo meelewa vizuri sasa? Waqala lil hawariyina, na Nabii Isa alisema kuambia hawariyina wala wanafunzi wake wateule wale, si ndio? In antum ghafartum linnasi, ikiwa nyinyi mtawasamea watu, fa inna abakum alladhi fi samai, hakika baba yenu aloko. Kwa hivyo hii yaonyesha ndio itikadi ya Wakristo na Mayahudi ya kwamba Mungu wao, kwanza Mungu haiti baba. Allah ni Allah, munazzahun anil ubuwati wal bunuwa, si ndio? Mwenyezi Mungu mambo ya ubaba na utoto
ni mwenye kutakaswa nao. Kwa hivyo husema abukum, na fa inna abakum alladhi fi sama, kumuita Allah ni ab, makosa. Fi sama pia nini? Makosa. Kisha ala fikra, kuna baadhi ya Waislamu, wallahi Mungu Baba atusamehe. Hamja kusikia baadhi ya Waislamu wasema hivi, wallahi Baba atufanye. Yani kuna baadhi ya watu wanaona neno la kawaida lakini kufru. Wallahi uqsim billah, hadha kufrun sahih, kufrun qabih mukhrijun min almilla. Ni ukafiri ambao kwamba unamtoa mtu katika Uislamu kabisa. Allah kumuita baba, makosa, haram, shirk, kufrun mukhrijun min almilla. Huu ni ukafiri unamtoa mtu katika nini? Katika Uislamu. Idhan ni wajibu wetu sisi kuwatahadharisha watu. Hakuna kumuita Mwenyezi Mungu kwamba ni baba, au watu wanamuita baba Mwenyezi Mungu alafu sisi tunaelewana? Kuna baadhi mara nyingine huyaona haya madudu si madagani, huyaita haya sijui ndo machawa sijui kunguni sijui. Utamuona mtu baba tuangalie, na ni Muislamu afanya dhihaka, yaona ni yuachekesha, lakini ukafiri. Na katika watu ambao kwamba wananena maneno ukafiri mara ndo hawa, si machawa si makunguni si madagani. Shekhi, binadamu unaitwa chawa vipi? Yani mtu unaitwa chawa na unakubali? Tumeelewana? Kwa hivyo masala ya tauhidi na imani Sheikh, si masala ya kufanywa nini? Kufanywa dhihaka. La, masala yako serious, yani sah? Hilo la kwanza. Kwa hivyo fa inna abakum alladhi, katika hasha anasema adh-dhahiru, suala linalodhihiri ni kwamba anna Ibn Taymiyyah, hakika Ibn Taymiyyah nasiya, amesahau, anna hadhihi al-alfadha, hakika matamko haya kumuita Mungu baba na nini, dhammaha Allah Ta'ala fi al-Qur'an al-Karim, Mwenyezi Mungu ametukana katika al-Qur'an al-Karim. Haithu narahu, kwa namna ambayo tunamuona Ibn Taymiyyah qad taraka, ameacha ma nassa Allah Ta'ala alayhi, yale aloeleza Mwenyezi Mungu juu yake fi al-Qur'an al-Karim, katika al-Qur'an al-Karim, mimma yuthbitu, katika yale yanayothibitisha kadhiba hadha an-nuqula, urongo wa nukulu hizi anil injili, kutoka katika Injili. Ibn Taymiyyah ameacha aya za Qur'ani ambazo kwamba zinazoonyesha kwamba hizi nukulu za sasa za Injili za makosa, lakini hivyo akaenda kuchukua nukulu hizo. Wasema haithu taraka ma nassa Allah Ta'ala alayhi fi al-Qur'an mimma yuthbitu, katika yale yanayothibitisha kadhiba hadha an-nuqula, urongo wa hizi nini nukulu. Kadhiba hadha nukuli, si ndio? Naam. Urongo wa hizi nukulu anil injili bil kasri. Sema tangulia masdar, si ndio? Anil injili, kutoka katika Injili. Wa annaha, na hakika hizi nukulu, muharrafatun, zimechakachuliwa, muzawwaratun, zimezuliwa. Wa dhahaba yahtaju, na akaenda akitolea hujja, bima naqadahu al-Qur'anul Karim, kwa kitu ambacho kwamba imekitengua kitu hicho Qur'an tukufu. Bima, kwa kitu ambacho kwamba naqadahu al-Qur'anul Karim, Qur'an imefanya nini? Imekitengua na kukibatilisha. Wabayana fasada, na Qur'an imebainisha ufisadi wake, wa butlanahu, na ubatilifu wake. Wastarsala, na akafanya nini? Akatiririka fil istidlali, katika kutolea dalili, bil injili al-muharrafi, kwa Injili iliyo chakachuliwa. Fal ubuwatu wal bunuwa, mambo ya ubaba na utoto, baina nasi, ni baina ya watu. Fal ubuwatu wal bunuwa, masala ya ubaba na utoto, baina nasi wa baina Allah Ta'ala, baina ya watu na Mungu, batila, tuna masala ambayo kwamba ni batili. Hakuna ubaba na utoto baina ya Mungu na nani? Na waje kwamba sisi mwana wa Mungu. Hakuna mwana wa Mungu. Baadhi ya Islam pia wanasema na bila hofu kwamba sisi mwana wa Mungu. Hakuna mwana wa Mungu. Mwenyezi Mungu hana mwana. Sisi ni kama watoto wa Mungu. Sisi si kama watoto wa Mungu. Sisi ni viumbe wa Mungu. Kuna tofauti kubwa baina ya kusema sisi ni viumbe wa Mungu na kusema sisi ni mwana wa Mungu. Kisema sisi mwana wa Mungu, maana yake ushathibitisha itikadi ya kwamba Mwenyezi Mungu itakadha sahiba, si ndio? Wa hadha kufrun mukhrijun min al-millah. Alaysa kadhalik? Hadha kufrun mukhrijun min al-millah.
Qala ta'ala, amesema Mwenyezi Mungu mtukufu, wa qalat al-yahud wan nasara, na walisema mayahudi na wakristo, nahnu abna'ullahi, sisi wana wa Mungu, wa ahibba'u, na vipenzi vyake. Qul, nena kuambia hao Kristo na Mayahudi, falima yu'adhibukum, basi kwa nini atawaadhibu nyinyi, bidhunubikum, kwa madhambi yenu. Yani kama nyinyi wana wa Mungu na watoto wake, kwa nini mkifanya madhambi mtapata nini? Adhabu. Bal antum basharun, bali nyinyi binadamu, nyinyi wanadamu, mimman khalaqa, katika wale alio waumba. Hakuna kujivika ubawa na utoto. Bal antum basharun mimman khalaqa. Wa qala ta'ala, amesema Mwenyezi Mungu mtukufu, wa qalat an-nasara, na walisema Wakristo, wa qalat an-nasara al-masih ibn Allah, na Wakristo walisema Masihi mwana wa Mungu. Dhalika qawluhum biafwahim, hiyo ni kauli yao kwa vinywa vyao. Yudhahiuna qawla alladhina kafaru, ambayo kwamba wafanana kwayo na kauli ya wale waliokufuru min qablu, kabla yao. Dhalika qawluhum biafwahim, hiyo ni kauli yao kwa vinywa vyao. Yudhahiuna qawla alladhina kafaru, wanakubiana kwayo, wanafanana kwayo na kauli ya wale waliokufuru min qablu, kabla yao. Yani kauli yao ya kusema kwamba Masihi mwana wa Mungu ni kama kauli ya wale waliokufuru kabla yao. Kina nani? Mayahudi, ambao kwamba walisema Uzair ibn Allah. Mayahudi wao walisema Uzair mwana wa Mungu. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu anasema hii ni kauli ya Kristo ambao kwamba wanafanana nayo au wanakurubiana kwayo na kauli ya waliokufuru kabla yao ambao kwamba Mayahudi. Tumeelewana uzuri sana? Qatalahumullah, Mwenyezi Mungu awangamize. Qatalahumullah, Mwenyezi Mungu awangamize, au Mwenyezi Mungu awalani, au Mwenyezi Mungu amewalani. Anna yufakun, namna gani wanageuzwa? Yani namna gani wanageuzwa kutoka katika imani ya sawa kuja katika imani ya batil? Yani namna gani yani kama kusema sasa hivi yani wanafeli wapi yani? Waqala ta'ala, sema Mwenyezi Mungu mtukufu, innamal masih ibn Maryam, hakika huyu Masihi mwana wa Maryamu, Rasulullah, mtume wa Mwenyezi Mungu, si mwana wa Mungu. Asa vipi Ibn Taymiyyah aje fa inna abakum wa abukum wa kadha, hadha kulluhu kufr. Famin huna, basi kutoka hapa katika nukulu hili tulokunukulia kutoka kwa Ibn Taymiyyah, taarifu, utajua mada tarabutul jithri, upeo wa kuungana kwa mizizi, si ndio? Yani kwa misingi, baina fikri haulai, baina fikra za hawa Mawahabi, wa baina fikri ahli alkitabi, na baina fikra za watu wa kitabu Mayahudi na Wakristo, wal Igriq, na Magiriki, wal Yunan na Wayunani. Famin huna, basi kutoka katika nukulu hizi tulizokunukulia kutoka kwa nani? Kwa Ibn Taymiyyah, taarifu, utapata ni utajua mada tarabut nini? Upeo. Ushaona? Mada tarabut, upeo kufanya wa kuungana, kushikana. Tarabut kufanya kuungana na kushikana. Utaelewa umbali, mada yani ni umbali na upeo wa kuungana. Aljidhri, tena kuungana kwa nini? Kwa misingi. Jidhri yani kuungana kule kwa mizizi kabisa. Mizizi inakusudia hapa yani kuungana kwa nini? Kwa misingi ya itikadi. Baina fikri haulai, baina fikra za hawa mujassima, wa baina fikri ahli alkitabi, na baina fikra za ahli alkitabi, wal Igriq, na Wagiriki, wal Yunan na Wayunani. Wa taarifu, utajua annana, ya kwamba sisi ahlul haqi la naftari alaihim, hatuwazuli urongo, bal hadhihi umurun thabitatun, bali hani mambo yaliyothubutu kutoka kwao, la jadala fiha, ambayo kwamba hayana mjadala ndani yake, wala niqasha, wala hakuna niqash ndani yake. Bal alafa ahadul wahabiyya, bali ametunga mmoja katika mawahabi, wa huwa Sheikh Hamud Tuwaijiri, nani Sheikh Hamud Tuwaijiri, kitaba, na ametunga kitabu samahu, amekiita aqidata ahli al-imani, itikadi ya watu wa imani, fi khalqi Adam, katika kuumbwa Adam, ala surati ar-Rahman, katika sura ar-Rahman. Manake aqidatu ahli al-imani, imani al-mujassima, si imanu al-muwahhidin.
Yani anwani yenyewe yathibitisha kwamba hawa ni mujassima. Anwani ya kitabu yenyewe inathibitisha kufru ya mujassima. Dhakara fihi, ametaja ndani ya kitabu hiki ma yuthbitu binadharihi unwanu kitabihi, si ndio? Dhakara fihi, ametaja ndani yake ma yuthbitu binadharihi, mambo ambayo kwamba yanathibitisha kwa mtizamo wake. Ushaona? Unwanu kitabihi, anwani ya kitabu chake. Yani hii unwani inakuwa ni fa'il ya nini? Yuthbitu, si ndio? Dhakara fihi ma yuthbitu unwanu kitabihi binadharihi, si ndio? Yani ametaja ndani yake mambo ambayo kwamba anwani ya kitabu inathibitisha nini? Mtizamo wake. Si tunaelewana? Yani anwani ya kitabu yenyewe inathibitisha mtizamo huyu mwenye kitabu. Waqad qarrafa lahu, na hakika amekiandikia sifa Sheikh Abdul Aziz bin Baz, Sheikh Abdul Aziz bin Baz. Yani takrif ni ile mtu ameandika kitabu kisha ukaandika yani statement. Statement ya kusifia. Ukaandikia ni statement ya kusifia, ndio takrif. Waqala at-Tuwaijiri fihi, amesema huyu Sheikh Hamud Tuwaijiri ndani yake sahifa 67, wa aidha, na vile vile fahadha almaana, basi hii maana inda ahli alkitabi, iko kwa watu wa kitabu, min alkutub almathura, kutoka katika vitabu vilivyopokelewa, anil anbiya, kutoka kwa manabii, kataurati, kama Taurati. Fa inna fi sifri alawwali, kwani hakika kuna katika kitabu cha mwanzo, minha, katika hiyo Taurati, kuna maneno yafuatayo: sanakhluqu basharan, tutamuumba binadamu, ala suratina, ambaye kwamba yupo katika sura yetu, yushbihu, anayefanana naye. Yani angalia hili kafiri, yani yeye anachotaka kufanya hapa, anajaribu kutetea itikadi yake ya kwamba Mwenyezi Mungu yupo katika sura ya nani? Ya Nabii Allah Adam. Yani athibitisha sura kwa Mwenyezi Mungu. Kwa maana kumthibitishia Mwenyezi Mungu sura kwanza ni muhali. La kwanza. La pili tena ala surati Adam. Man ambaakum bihadha? Man ambaka hadha? Nani alokuambia hili? Kwa sababu kuthibitisha suala kubwa kama hili lahitaji dalili ambayo kwamba ni qat'iyyu thubuti wa dilala. Qat'iyyu thubuti maana yake lazima ni Qur'ani. Qat'iyyu dilala tena si Qur'ani tu, lazima aya hiyo iwe nini? Ni muhkam, sio nini? Sio mutashabih. Ikiwa aya ambayo kwamba ni mutashabih haiwezi kututhubutishia ama haitoshi katika istidlal kutolea dalili kuthibitisha suala kama hili, je, hadithi ambayo kwamba ilooza chafu ambayo kwamba yafaa kutupa kwenda bila taka yaweza kututhibitisha suala kama hili? Masala si machezo, shaka masala yataka elimu, takufumwa vitabu. Si masala kunenena tu kusema mchukua hodari au kupiga kelele kwa membari. La, haitoshi. Masala ni elimu, sawa? Lakini pia mwisho wa siku masala ni tawfiq. Masala nini? Tawfiq, wa ma tawfiqi illa billah. Kuwa katika manhaji kama hii ni tawfiq ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'mat at-tanzih. Kwa hivyo hii neno au hii bara umeitoa katika Injili kuthibitisha itikadi yao ya makosa. Kuonyesha kwamba hawa watu kuonyesha kwamba hawa watu wana mafungamano makubwa na nini? Na itikadi za Uyahudi na nini? Na Ukristo. Na ndio maana hata mmoja katika wanazuoni wa Azhar ameandika kitabu hicho baba hapo juu ulichokigusa. Ameandika kitabu hiki hapa. Kitabu kizuri sana. Ushaona anakiita nini? Muwafaqatul Wahhabiyyati lilyahudiyya. Muwafaqatul Wahhabiyya lilyahudiyya. Kuwafiki Wahabi kuwafiki Uyahudi. Yani kuwafikiana Wahabi na nini? Na Uyahudi. Kimeandikwa na Sheikh Fathi Al-Azhari. Huyu ni mmoja katika wanazuoni wa nini? Azhar Sharif hiyo. Ka'batul Ilm. Anaeleza mafungamano yaliyoko, yani manake
nimeleta hii kitabu kusudi hata msie mkaambiwa haya ni Sagafu peke yake. Nani anayesema katika wanazuoni wengine? Huyu hapa mwanazuoni wa Azhar ameandika kitabu. Anakiita nini? Muwafaqatul Wahabiyya lilyahudiyya. Anwani yake yenyewe tamu sana. Nzuri sana. Ya renti pate mtu hata tukipitie tu sardan. Sawa? Hata muweze kuona yaliyoko ndani yake. Haya manake nathubutisha haya yaloelezwa humu na Imam Hassan bin Ali as-Saqqaf. Sio sana? Wa hadhihi al-umuru, na haya mambo manqulatun min kutub Ibn Taymiyyah. Imenukuliwa kutoka katika kitabu Ibn Taymiyyah. Yani haya maneno aliyonukulu huyu Hamud al-Tuwaijiri hajatoka kibindoni mwake, ametoka kwa nani? Kwa baba askofu Ibn Taymiyyah. Hapo kuna aya tuliacha, waqala ta'ala, anasema Mwenyezi Mungu mtukufu, waqala al-Masih, na alisema Masihi Isa, ya bani Israila, enyi wana wa Israeli, ya bani Israila abudullah, enyi wana wa Israeli mwabudu Mwenyezi Mungu, rabbi, mola wangu mlezi, wa rabbakum, na mola wenu mlezi. Mwabuduni mola wenu, mola wangu mlezi na mola wenu. Walam yaqul, wala Nabii Isa hakusema abi wa abukum, baba yangu na baba yenu, kama hiyo ibara aliyonukulu hapo baba askofu Ibn Taymiyyah. Fa aina dhahaba tafkiru Ibn Taymiyyah, umeenda wapi ufikiri Ibn Taymiyyah al-Harrani an hadhihi nusus, kutokana na nusus hizi? Yani fikra za Ibn Taymiyyah kunako nusus hizi zilienda wapi mpaka anukulu ibara hizo za Injili? Fanzuru ila hadha at-tajsim, basi tizameni hii tajsim al-muktabasi ilo chumwa au ilo nukuliwa mina Taurati, kutoka katika Taurati, allati qala Allahu anha, Taurati ambapo kwamba amesema Mwenyezi Mungu kuhusu hii Taurati, wa inna minhum la fariqan, na hakika liko kundi miongoni mwao, yaluna alsinatahum, wanapindisha ndimi zao, bil kitabi, kwa kitabu, litahsabuhu min alkitabi, ili miadhania haya ambao kwamba yanopindishwa na ndimi zao ni katika kitabu, wama huwa min alkitabi, na hayo si katika kitabu cha Mungu. Wayakuluna, na wanasema huwa min indillah, haya yatoka kwa Mwenyezi Mungu, wama huwa min indillah, na hayo hayatoki kwa Allah. Wayakuluna ala Allahi alkadhiba, na wasema juu ya Mwenyezi Mungu rongo, hum ya'lamun, halikuwa wanajua. Yani wa inna minhum la fariqan yaluna alsinatahum, maana ya kupindisha ndimi zao ile kusudio hapa manaki ni ile kuchakachua vitabu. Manaki hapo makundi maalumu, majopo maalumu yaloandaliwa katika Wakristo na Yahudi ambao kwamba kazi yao ni kufanya ni kuchakachua tu. Ushaona? Kwa wa inna minhum la fariqan yaluna alsinatahum bilkitabi, hakika liko kundi miongoni mwao ambalo kwamba kazi yao ni kupindisha ndimi zao kwa nini? Kwa kitabu. Yani maana yake kazi yao ni kupindisha maneno ya Mungu. Kisha baada ya kupindisha wanasema haya yatoka kwa Mungu haya. Mungu asema ma huwa min indillah, hayatoki kwa Mungu. Sasa baada ya aya hii utakuwa na shaka ya kwamba Taurati imechakachuliwa? Baada ya aya hii utachukua neno au andiko kutoka katika Taurati ulitolea ushahidi katika itikadi? Sasa akili za hawa mabwana zimetoka wapi? Eti wa baada thubuti hadhihi nususi, na baada ya kuthubutu haya maandiko, an aimatihim, kutoka kwa maimamu wao, wa ulamaihim, na wanazuoni wao. Wa baada thubuti hadhihi nususu, na baada ya kuthubutu hizi nususi haya maandiko, an aimatihim wa ulamaihim, kutoka kwa maimamu wao na wanazuoni wao, wa ghairuha kathiru, na nyinginezo ni nyingi mno, mima, katika zile ambazo kwamba la yasau almajalu, hayatoshi haya mawanja, lisardihi, kufani kuyatiririsha. Wa baada thubuti hadhihi nususu, na baada ya kuthubutu, wa baada thubutu hadhihi nususu, ndio na sababu thubutu hadha masdar, laysa kadhalik. Wa baada thubuti hadhihi nususi, na baada ya kuthubutu haya maandiko, ana imatim, kutoka kwa maimamu wao, wa ulamaihim, na wanazuoni wao, wa ghairuha kathirun, na nyinginezo sio kwa hizo ni nyingi mno,
mimma katika zile ambazo kwamba la yasau almajalu hayatoshi haya mawanda lisardihi kufanya nini kuyatiririsha. Naqul tunasema hal yasihhu liaqilin, je inasihi, je inafaa kwa mtu mwenye akili ghairi mutaassibin ambaye kwamba hana nini, hana taassub, mtu mwenye akili ambaye kwamba hana ukereketwa na mambo haya, ayaqula aseme inna hadha alladhi, hakika hili ambalo kwamba wanalisema, inna hadha alladhi yaqulunahu, hakika hilo wanalisema mujassima, laysa tashbihan wala tajsiman, sio tashbih wala tajsim, wa annahum laysu mushabbihatan, na kwamba wao sio mushabbiha wala mujassimatan wala sio mushabbiha, wala tabi'ina lil-ighriqi, na kwamba wao hawafuati Wagiriki, yani sio wafuasi wa Giriki, wala limujassimati al-yahudi, wala hawafuati mujassima wa Kiyahudi wa ghairi na wengineo, fi khayalatim, katika mawazo anil ilahikum, kumuhusu Mwenyezi Mungu Maulana, Mola wetu mlezi subhanahu utakatifu ni wake wa Taala na utukufu ni wake. Yani baada ya kunukulu nususu hizi na maandiko haya kutoka kwa kina Baba Askofu Ibn Taymiyyah, kutoka kina Hamudi Tuwejir na wengine, je, mtu anaweza kuja akasimama hana haya siokuwa na mila na desturi akawa anatetea hayo kina Ibn Taymiyyah kama sio mujassima? Inafaa? Walau tafakkara almuslimu sadiq, na lao atatafakkar, atafikiri sawa sawa muislamu mkweli, almukhlis ambaye kwamba ni mwenye ikhlas, alladhi yabtaghi wajha Allah, anayetaka radhi za Mungu, wa maarifata alhaqi, anayetaka haki, wattiba'ahu, na mwenye kutaka kuifuata haki, fi mithli hadhihi nusus, lao atatafakari katika mfano nasi kama hizi, thumma tafakkara, kisha akatafakkar kaifa nafaha almujassimatu, namna gani walizitetea mujassima, alhanabila ambao kwamba wakihambali, kaifa nafaha almujassima, namna gani walitetea hao mujassima alhanabila wakihanabila, waqatalu afwa, na wakapigana vita, waharabu waqatalu waharabu, wakapigana vita, wadhallalu kulla man khalafahum, na wakampotosha wakamtia katika upotevu kila alowakhalifu wao, fi tafsiri ayati, katika kuifasiri aya, asa an yab'athaka rabbuka, henda atakufufua wewe Mola wako, maqama mahmuda, katika memo yenye kuhimidiwa. Hao mabwana wamefasiri bi anna maanaha, kwamba maana hii indahum kwa wao, anna Allah Ta'ala, kwa Mwenyezi Mungu mtukufu, yujlisu sayyidana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atamketisha bwana wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bijambihi, pembezoni mwake, au maahu, au watakaa pamoja naye, ala arshihi, juu ya arshi yake, au kursiyihi, au kursi yake. Wa anna kulla man khalafahu, na hakika kila aliyowakhalifu wao, fi dhalika, katika hilo, hasaba ta'birihim, kulingana na maelezo yao, jahmiyun, huyu ni mjahmi, dhalun, mpotevu, munkirun, mwenye kupinga, li fadilati nabii sallallahu alayhi wasallam, fadhila ya mtume sallallahu alayhi wasallam, la arafa, angelijua, annana, kwamba sisi lam nadhlimhum, hatukuwa dhulumu, fima qulnahu, katika yale tuliyosema, fi wasfi haqiqatin, katika kueleza uhalisia wao. Yani ala fikra, anachokizungumza ni kwamba lao mtu utaangalia nususu za mashekhe wao, namna gani walipopigana vita vya kimaneno, vita vya kimtizamo, vita vya kimrengo, katika kufasiri asa ayabathaka rabbuka maqama mahmuda. Sisi tafasiri tunajua kwamba yapokelewa kutoka Mujahid katika, na tafsiri ipo katika Sahih al-Bukhari, tafsiri hii kutoka katika ni tafsiri katika Sahih al-Bukhari, kwamba tafsiri al-maqam al-mahmud nini, ash-shafa'atu al-uzma. Tafsiri al-maqam al-mahmud nini, ash-shafa'atu al-uzma. Wanakuja kina al-Khallal na wengineo katika mujassima, wanakuja wanaokota jihadithi fulani ovu, takataka fulani ya hadithi, ambao kwamba inafasiri maqam mahmud, ya kwamba ati ni mtume sallallahu alaihi wasallam siku ya kiyama ataketishwa pembezoni mwa Allah, ya kwamba Mwenyezi Mungu atakuja siku ya kiyama katika jikiti kubwa, alafu pembezoni sio ameacha kiasi cha vidole vinne, shona vidole vinne kwa kipimo cha nani, cha mtume, yani alafu hapo ndo ataketi mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hizi ndio fikra za Mayahudi, hizi ndio fikra za Wakristo, kwamba Mungu yupo katika kiti, alafu siku ya hukumu atakuja hivi katika kiti chake, alafu hapa pembezoni mko mwana wa Mungu pembeni. Si Ukristo huo? Mwenyezi Mungu ni mwili, alafu napinga kwamba wasio mujassim. Mwenyezi Mungu anaketi katika, yani ingekuwa laysa kamithli shay'un wa huwa as-sami'ul basir, anaweza kuketi na binadamu pembezoni? Na laysa kamithli shay'un, anaweza kuketi na binadamu?
Laisa kamithlihi shay'un, anaweza kuketi katika kitu chenye mfano? Ukisema Mungu yuko katika kiti, maana yake kitu kilichombeba ni maana yake wameketi pamoja, kitu kilichombeba yeye na Muhammad ni kiti. Baina ya kiti na yeye nani mkubwa? Kiti. Baina mimi na hiki kiti, kipi ambacho kama nitakana kiwe kipana? Kiti. Lao mimi nitakuwa ni mpana zaidi hiki kiti, nitatoshea? Lazima hiki kiwe kipana kuniliko mimi, si ndio? Yani hata sijui ibara za kuyasherehe haya maneno, lakini ibara zake zenyewe ziko wazi, hahitaji sherehe. Yani hizi ibara zenyewe zinaeleza uovu wake, hazihitaji nini? Hazihitaji. Na hayo jamaa si maneno ya maskhara. Someni hili kitabu litalo As-Sunna cha Al-Khallal. Kitabu Sunna cha Al-Khallal. Na haya matabu ambayo kwamba yenye unwani As-Sunna yote ndani yake ni tajsimi chupu. Yaani uposikia sunna kwamba usifikiri sunna Sayyidina Muhammad ni sunna ya mujassimatul Yahudi wa Nasara. Soma haya matabu haya, si sunna ya Khallali, si sunna ya Abdullah bin Ahmad bin Hanbali, si kitabu sunna cha Barbahari, si haya matabu yote ni matakataka tajsimi zimejaa ndani yake. Yale ambayo kwamba ni sawa katika vitabu hivi ni machache sana, lakini ndani yake angalia maukurasa tele Sheikh ametumia ya Khallali huyu mwehu kutetea hiyo Maqam Mahmud kwa tafsiri hiyo. Na hata pia nusus kama hizi zipo katika kitabu Al-Uluwi cha nani? Cha Dhahabi. Yani hata Albani mwenyewe katika Mukhtasar Al-Uluwi akamshangaa Dhahabi na wenzake kwamba vipi wanafasiri kama hivyo, kwamba Maqam Mahmud kwa maana ya nini? Ya kwa Mwenyezi Mungu ataketi na nini? Asema walastu adri. Albani katika ukurasa 17 hata sijui maladhi mana al-musannif, ani kitu gani kilichomzuia musannif min al-istiqrar ala hadha al-qawl, kuchulia katika kauli hii ya kupinga kwamba hii haijathubutu kutoka Mujahid, wala jazmi bi anna hadha al-athara munkarun kama taqaddam. Yani kwa nini asipinge tu moja kwa moja, kwa nini aikubali? Lakini ameikubali. Albani mwenyewe amekubali kwamba hii athari haijasihi. قلت وقد عرفت أن ذلك لم يثبت عن مجاهد بل صح عنه ما يخالفه كما تقدم. kwamba haijasihi kutoka Mujahid tafsiri ya al-Maqam al-Mahmud bimaana al-julus ala al-arsh, lakini wao wamesema hiyo ni fadhila katika fadhali za Sayyidina Muhammad kama alivyosema mwehu al-Khallali hapa. Yani shekhe subhanallah, sisi al-Busiri anasema katika burda nini? Da madda'atuhu an-nasara fi nabiyihim wahkum bima shi'ta madhan fihi wahtakimi. Acha wale waliodai manasara katika kwa nabii wao Isa kwamba mwana wa Mungu nani. Je, kuna yeyote katika watu wa tariqa ambao kwamba sisi tunaambiwa tumevuka mipaka katika kumsifu mtume aloleza mambo kama haya? Kuna yeyote katika watu wa tariqa asema kwamba siku ya kiyama atakuja Mungu ameketi na mtume pembezoni? Yaani wameketi hivi kwenye bembea, wanakuja hivi Mungu na mwana wake wanabembea kwenye jikiti hivi. Kuna yeyote alosema? Je, kuna kuvuka mipaka, kuna itara kuvuka mipaka katika kumsifu mtume sallallahu alaihi wasallam zaidi ya huku? Lakini maukurasa tele Sheikh, bali wamefanya kwamba ndio kipimo cha kumjua mtu wa haki na mtu wa batil ni yupi. Ukikubali hili basi mtu haki, ukikataa jahmi dhal kafir kadha mumkin li fadhilati sayyidina Muhammad. Iqra'u hadhihi alkutub. Mambo si machezo. Tukiongea maneno hatuongei maneno kubahatisha. Tunaongea maneno tuliyofanyia nini? Tuliyofanyia bahthi ya ikhwa. Sah? Walladhi naqala aqidat alqu'ud hadhihi, na aliyanukulu aqida hii, itikadi hii ya kuketi mtume katika arshi, wa jamaa wa hasara, na akakusanya nusus salafihi, maneno ya salafi wake fiha ndani yake, yani ndani ya tafsiri ya aqida hii. Huwa al-Khallal al-Hanbali, ni huyo al-Khallal al-Hanbali fi kitabi sunna lahu, katika kitabu chake ya sunna. Ndio hiki hapa. Tanikuwa sijaona hii ibara, nilikuwa sijaziona hiki hapa kitabu al-Khallal. Huyu bwana ndio mtu aliyopigana vita kweli kweli kuhusu aqida hiyo, hataki mchezo kabisa. Wa huwa min salafi wa huwa min salafi, ni katika salaf wahabiyati wa salafiyati hadha al-asr, ni katika masalaf, yani katika watangulizi wema wa masalafi na mawahabi wa zama hizi, yani katika viongozi wao. Manake haya kwa umeatoa huko.
falqaumu, kwani hawa watu mawahabi, qamu bitab'i kitabihi, wamesimamia kuchapisha kitabu chake hiki, wanasharuhu, na waka kisambaza, liyuallimu an-nasa at-tauhida, ili wafundisha watu nini? Tauhid, wa ilma al-aqaid, na elimu ya nini? Itikadi, kama yadhununa, kama wanafanya nini? Wanafadhania. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Umeelewa lakini mambo haya? Saila adhima jidda jidda shekh. Kwa hivyo hakuna muda wa kufanya mchezo. Hakuna budi, lazima tusome na tushamiri kweli kweli katika nini? Katika kusoma. Sababu lau tusingesoma haya tungefahamu. Tusingefahamu. Mwenyezi Mungu atupe taufiki inshallah. Mwenyezi Mungu atufahamishe haya, tunufaishe nayo. Tujalie ni katika wenye kulingania itikadi za sawa ila akhiri wa umrina.